Watu wa Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Ni jambo la kupendeza sana na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumeupata wasaa mwingine wa kuendelea na usomaji wetu wa Biblia. Siku hii ya leo tuko katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 9. Karibu uweze kuungana na mimi. Kitabu hiki cha Kutoka sura ya 9 kina mistari 35. Na tutaisoma kwa utulivu mkubwa sana, na Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kusoma katika mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 35 ambapo sura hii inakwisha. Ni mwendelezo ule ule. Kabla ya kufanya hivyo, basi tufumbe macho tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu unayeishi mahali pa juu mbinguni, muumba wa mbingu na nchi. Jina lako na litukuzwe sana. Asante kwa nafasi za upendeleo ambazo unatupatia sisi wanao. Tunaendelea kulisoma neno lako taratibu. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze tuweze kujifunza, tusisome tu lakini tupate kuelewa. Lakini tunapoelewa tuweze kutumia neno lako hili katika mambo yetu ya kiroho, lakini na ya kimwili pia vile vile. Ili utubariki kiroho lakini na kimwili, kwa sababu tuko katika hii dunia. Na dunia hii tunapaswa sisi kuishi katika hali ya mwili, bila kusahau kwamba lazima tuishi kiroho, kwa sababu maisha ya kiroho ndiyo ya sasa na ya baadaye. Basi tuongoze pia tuweze kubarikiwa kiroho na kimwili vile vile kupitia neno lako. Tunaomba hivyo tukiamini kupitia jina la mwana wetu Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Mstari wa kwanza wa kitabu hiki cha Kutoka sura ya 9 unaanza kwa kusema: Ndipo Bwana akamwambia Musa, ingia wewe kwa Farao, umwambie Bwana Mungu wa Waebrania yuasema, wape ruhusa watu wangu ili waende wanitumikie. Kwani ukikataa kuwapa ruhusa waende na kuzidi kuwazuia, tazama, mkono wa Bwana juu ya wanyama wako wa mifugo walioko kondeni, juu ya farasi na juu ya punda na juu ya ngamia na juu ya ng'ombe na juu ya kondoo. Kutakuwa na tauni nzito sana. Kisha Bwana atawatenga wanyama wa Israeli na wanyama wa Misri, wala hakitakufa kitu chochote cha wana wa Israeli. Naye Bwana akaweka muda, akasema, kesho Bwana atalifanya jambo hili katika nchi. Bwana akalifanya jambo hilo siku ya pili, na wanyama wote wa kufugwa wa Misri wakafa. Lakini katika wanyama wa wana wa Israeli hakufa hata mmoja. Farao akatuma watu, na tazama, hapana mmoja aliyekufa katika wanyama wa wana wa Israeli. Lakini moyo wa Farao ulikuwa mzito, wala hakuwapa hao watu ruhusa waende zao. Bwana akamwambia Musa na Haruni, jitwalieni konzi za majivu ya tanuuni, kisha Musa ayarushe juu kuelekea mbinguni mbele ya Farao. Nayo yatakuwa ni mavumbi membamba juu ya nchi yote ya Misri, nayo yatakuwa majipu yenye kufura na kutumbuka juu ya wanadamu na juu ya wanyama katika nchi yote ya Misri. Basi wakatoa majivu ya tanuuni na kusimama mbele ya Farao, na Musa akayarusha juu mbinguni, nayo yakawa ni majipu yenye kufura na kutumbuka juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Nao wale waganga hawakuweza kusimama mbele ya Musa kwa sababu ya hayo majipu, kwa maana hao waganga walikuwa na majipu na Wamisri wote walikuwa nayo. Bwana akaufanya mgumu moyo wa Farao asiwasikilize, vile vile kama Bwana alivyomwambia Musa. Bwana akamwambia Musa, ondoka asubuhi na mapema ukasimame mbele ya Farao, umwambie, Bwana Mungu wa Waebrania asema,
wape watu wangu ruhusa waende ili wanitumikie. Kwani wakati huu nitaleta mapigo yangu yote juu ya moyo wako na juu ya watumishi wako na juu ya watu wako, ili upate kujua ya kuwa hapana mmoja mfano wa mimi ulimwenguni mote. Kwa kuwa wakati huu ningekwisha kuunyosha mkono wangu na kukupiga wewe na watu wako kwa tauni, nawe ungekatiliwa mbali na kuondolewa katika nchi. Lakini nilikusimamisha wewe kwa sababu hii, ili nikuonyeshe uwezo wangu, tena kwamba jina langu litangazwe katika dunia yote. Nawe je, hata sasa wajitukuza juu ya watu wangu, usiwape ruhusa waende zao? Tazama, kesho wakati kama huu nitanyesha mvua ya mawe nzito sana, ambayo mfano wake haujakuwako huko Misri tangu siku ile ilipoanza kuwa hata hivi sasa. Basi sasa tuma wahimize waingie ndani wanyama wako na hayo yote ulio nayo mashambani, kwani kila mtu na kila mnyama apatikanaye mashambani, wasioletwa nyumbani, hiyo mvua ya mawe itanyesha juu yao nao watakufa. Yeye aliyelicha neno la Bwana miongoni mwa watumishi wa Farao aliwakimbiza watumishi wake na wanyama wake waingie nyumbani. Na yeye asiyetilia moyoni neno la Bwana akawaacha watumishi wake na wanyama wake mashambani. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kuelekea mbinguni, ili iwe mvua ya mawe katika nchi yote ya Misri, juu ya wanadamu na juu ya wanyama na juu ya mboga zote za mashamba katika nchi yote ya Misri. Musa akaunyosha mkono wake kuelekea mbinguni, na Bwana akaleta ngurumo na mvua ya mawe na moto ukashuka juu ya nchi. Bwana akanyesha mvua ya mawe juu ya nchi yote ya Misri. Basi palikuwa na mvua ya mawe na moto uliochanganyikana na ile mvua ya mawe nzito sana, ambayo mfano wake haukuwapo katika nchi yote ya Misri tangu ilipoanza kuwa taifa. Na ile mvua ya mawe ikapiga kila kilichokuwako mashambani, binadamu na mnyama katika nchi yote ya Misri. Hiyo mvua ya mawe ikapiga kila mmea wa mashambani na kuvunja kila mti wa mashamba. Katika nchi ya Gosheni peke yake walikokaa wana wa Israeli haikuwako mvua ya mawe. Farao akatuma watu na kuwaita Musa na Haruni na kuwaambia, mimi nimekosa wakati huu. Bwana ni mwenye haki, na mimi na watu wangu tu waovu. Mwombeni Bwana, kwa kuwa zimekuwa za kutosha ngurumo hizo kuu na hii mvua ya mawe, nami nitawapa ninyi ruhusa mwende zenu, msikae zaidi. Musa akamwambia, mara nitakapotoka mjini nitamwinulia Bwana mikono yangu, na hizo ngurumo zitakoma, wala haitanyesha mvua ya mawe tena, ili upate kujua ya kuwa dunia hii ni ya Bwana. Lakini wewe na watumishi wako najua ya kuwa ninyi hamtamcha Bwana Mungu bado. Kitani na shayiri zilipigwa, maana shayiri zilikuwa na masuke na kitani zilikuwa katika kutoa maua. Lakini ngano na kusemethu hazikupigwa, maana zilikuwa hazijakuwa bado. Musa akatoka mjini kutoka kwa Farao, akamwinulia Bwana mikono yake, na zile ngurumo na ile mvua ya mawe zikakoma, wala mvua haikunyesha juu ya nchi. Farao alipoona ya kwamba mvua ya mawe na ngurumo zimekoma, akazidi kufanya dhambi na kufanya moyo wake mzito, yeye na watumishi wake. Moyo wa Farao ukawa ni mgumu,
naye hakuwapa wana wa Israeli ruhusa waende zao, kama Bwana alivyonena kwa kinywa cha Musa. Msikilizaji, hiyo ndiyo sura ya 9 ya kitabu hiki cha Kutoka. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kwa pamoja katika programu hii maalum ya usomaji wa Biblia sura hadi sura. Mungu aendelee kukutia nguvu, uendelee kwa pamoja na sisi kila wakati. Akusaidie mpaka pale tutakapofika mwisho kabisa wa usomaji huu wa Biblia. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Amina.